itakuja ni ufanikiwe. Tunajua mambo ya kuchunga ni kitu kigumu sana, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kila kitu. Tutachunga tu, yani kila mtu atafanya kazi. Tuseme kwamba eti ukichunga ng'ombe utatengeneza nyumba yako, ununue vigai, ununue simenti, ununue matofali, ununue mabati. Kweli hapo sidhani. Kweli nilijitahidi mara ya kwanza, nilikuja nikanunua na nilinunua tu nilinunua ploti. Na hiyo ploti tu ilikuwa ploti nzuri tu, lakini si ploti kubwa sana yenye naweza pita maelezo. Hapana, ni ploti tu ya kawaida ambayo naweza tengeneza nyumba ambayo inaweza kuwa na mabati 12, lakini ndio maana natafuta pesa ili niongezee, nitengeneze nyumba kubwa. Nataka nitengeneze nyumba kubwa sana, yani kubwa yenye watu wakiona hapa. Nikipata wageni waingie, nikipate watu. Unajua kama sasa hivi ukifanya kama YouTube, wakati ambao umetoboa, umepata hela, ukianza kulipwa ni watu wengi tu wanaomba content. Watu wengi ambao wanaomba tu mpige video nao. Kuta tu wanakuita kwao au wanakuja kwako. Sasa ukifikiria wakati ambao uko na kanyumba kadogo, unaanza kujiuliza wageni wanalala wapi. Hapo sasa ndio unashindwa. Lakini ukijenga nyumba kubwa, ina maana wageni hautakosa sehemu ya kuwaweka. Ndio maana ndugu zangu nawaambia, nataka tu nitafute pesa tu nzuri tu ambayo naweza jenga nyumba kubwa ambayo iko na vyumba kama 15, nitengeneze na mabati mengi tu. Najua tu kuna kipindi nitakuja nipate sponsor ambao anaweza nisaidia tu anichangie hata mabati 5 au 2. Jenye tu nitakuja na wanaona video zangu, najua wengi wao tu watapenda, watanisaidia. Yes. Wengi wao watakuja wanisaidie tu, lakini nitakubali tu hizo kwa sababu najua kazi ya ng'ombe tu ni kitu kigumu sana kupata kwamba utakuja kufanikiwa kimaisha. Ni kitu najua ni kigumu. Kama unajua unachunga ng'ombe, sema kama utakuja ununue plot, ununue shamba, ununue nini. Hiyo ndio kitu ambao najua wengi wao tu watafeli. Lakini ukimwomba Mungu hautafeli, utafanikiwa. Kunywa mazi ameze neza cyane kandi tuyashima. Ndabona amazi rero ameze gutya, turayanywa kugira ndayanywa kubera numva yuko niko ndakora ikazi nyinshi cyane, mbona ngenze kunywa amazi. Basaba subscribe, like, comment, share. Mu minsi ndashobora kujya mu Burundi kugira nje ndaza ko nafotora. Yes, naweza nikaja siku moja nikaenda Burundi, nikapiga video 2-3, nikaingia Kongo. Wakati nilitoka Kongo ndio nikaingia Rwanda. Ndio maana sasa nawakaribisha kufanya video nzuri sana, watu waipende, kwenye wanaweza watch video vizuri sana. Tu kunywesha ng'ombe hapa mtoni. Hapa tuko Hispania Center Village. Yes. Ng'ombe sasa unajua hizi ng'ombe zilikuwa zimezoea ambao ni kunywesha nyumbani, lakini nimezipeleka tu mtoni ili zikunywe maji. Ndugu zangu, tunaomba kusubscribe na kulike na comment. Kwa majina naitwa Mohamed Joseph. Channel hii iko na subscriber wengi tu, wako 417. Lakini najua kama mnapenda channel hii, wengi wao mnaweza subscribe, ambao wengi mnaochi bila kusubscribe. Tunawakaribisha kabisa kwenye channel hii kusubscribe na kulike na kucomment. Mimi ni mtu wa Burundi. Najua Afrika tunawakaribisha. South Africa tunawakaribisha kwenye channel hii ya Mohamed Joseph. Tunajua wengi sana ni Waislamu sana, ambao wengine tu wanaochi video nyingi tu
Ndio maana mimi sasa nawakaribisha kwenye channel, kila channel tunawakaribisha. Mimi ni mtu ambao ni mtu wa mifugo sana. Mimi nafanyaga mambo na mifugo, nachunga ng'ombe kwa sababu mimi nilisomea mambo ya kuchunga ng'ombe. Ndio maana naona nimetulia kabisa kwa ng'ombe. Ng'ombe zinajua kila kitu. Naona kama zile kule zimetulia ziko sawa, lakini zinakunywa maji vyenye vinatakiwa. Unajua ng'ombe wakati imekula nyasi kavu inatakiwa kunywa maji mengi. Hello guys, my name is Joseph. Yes, hata nimekuja, niko sehemu ambao wamelima sukuma. Tunaomba kusubscribe na kulike na comment. Sukuma ndio hizi zimelimwa vizuri sana kwa kila kitu. Yes, najua kile kitu ambao niliwapendea sana, watu wanalima mboga nyingi sana. So guys, kupita manyanyasho ambao nilikuwa nayo, naona hali yangu inaenda kubadilika kabisa, naenda kuzibua mfumo wangu kabisa. Kama tunaomba kusubscribe na like na comment. Naomba kusubscribe na like na comment. Najua sisi kuna mambo mingi sana ambayo tunatumia. Ni vitu tu ambavyo vya kawaida wakati tunataka kutengeneza video. Tunahitaji kamera, tunahitaji, kama si kamera tunahitaji stand. Ndio maana mimi nakuaga kila muda tu nakuaga nimepoa sana, au nakuta video yangu imekuaga fupi. Ninaona sasa hivi nikiposti hata picha ndefu sana watu wanaitazama vizuri tu. Ndio maana sasa nawaomba ndugu zangu ambao mnanitakia neema sana, msubscribe na like na comment. Mimi naitwa Mohamed Joseph. Sasa hivi ndio natafuta pesa, nataka nije nifike mwaka 2027 niende nyumbani nikajenge. Kuna nyumba tunataka nijenge ambao naweza tumia mabati 15, lakini kwa sasa hivi niko na mabati 4. Niko na mabati 4, ndio maana nahitaji tu nione vile naweza fanya ili ninunue mabati, maana siku hizi ni ngumu kupata mabati. Lakini of course najua wanasema kama kila binadamu ni kujituma na kuweka nguvu zake, atafanikiwa kwenye chenye mtu ameomba. Si kwamba nilikuja Kenya kwa bahati mbaya, nilikuja kwa bahati nzuri sana, nilikuja kutafuta hela. Na ninajua wengi wataniunga mkono sana wataniunga mkono. Ndio maana sasa unajikuta wengi wao wananipenda sana, naona wananifuatilia, ninashukuru. Sasa hivi nimeona nimefika subscribers 417. Ingekuwa si kwa juhudi yenu singefika, lakini kwa sababu Mungu amependa nimefika. Ndugu zangu, nashukuru Mungu sana. Ndio maana nafanya mchakato wa kutafuta pesa ninunue kamera nijenge. Maana unajua kama sasa hivi nikija kupata kamera ndio naweza enda nyumbani nipige video, mje mnaona nyumbani hali yenye ilivyo. Sisi tukijenga nyumba uwe kijana ambao uko na nguvu sana, unajenga nyumba ambao yenye inatumia matofali ya udongo, na matofali ya udongo ambao hatuchomi au matofali, lakini hiyo tofali moja inalingana na tofali ambao ni cement. Yenye unaona ile broko yenye inalingana na hizo tofali zinakuwa zinazidi ile kidogo. Ndio maana sasa mimi kama hapa nilikuwa nataka atafute hela nyingi tu, kama nikipata kama milioni 3 nijenge nyumba kubwa sana, alafu nipige cement
kila kitu, niweke vigai, hiyo ni pesa tu naitafuta. Lakini kwa sababu pesa naona naitafuta sioni, nafanya mchakato mwingine. Hiyo mchakato ambao nataka niufanye ni mchakato mwingine tofauti. Nitajenga kanyumba kadogo ambao nitaishi. Na wakati tu Mungu akipenda tu, wakati ambao naweza fika nyumbani, najua nikishajenga tu, najua kitu ambao kinaweza nipelekea tu ni kuoa. Nikijenga nyumbani, kitu cha kwanza ni kuoa tu. Ndio maana tu nakubali tu hivyo, maisha yanipeleke vyenye Mungu amependa, maana Mungu alituumba kwa damu tofauti na tutengeneza sisi wote binadamu tuwe na roho ya huruma na utu na kujituma kwa kila mtu, sio kudharauliana. Maana tukisema kila mtu adharauliane, tutajikuta tunaharibu. Yes, tutajikuta tunaharibu. Mimi nachunga tu ng'ombe, nachunga ng'ombe tu, si kwamba eti ndio nafanya kazi ambayo inaweza sababisha tu maisha yangu nitoboe sana. Mimi kazi ninayofanya sidhani kwamba naweza toboa vyenye natakiwa.